Nguvu ya ukombozi. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chauma Taifa, waheshimiwa viongozi mliopo hapa, waheshimiwa wanachama na wageni wa Tanzania wote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutulinda, kutusafirisha na kutufikisha siku hii muhimu yenye historia katika maisha yangu ya siasa katika taifa hili. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wa halmashauri kuu ya chama chetu pendwa cha Chauma kwa kunipokea na kuridhia kunikaimisha kuwa kiongozi namba 2 wa chama chetu tangu nilipojiunga nanyi. Asanteni sana, na ninamuomba Mwenyezi Mungu anijalie hekima, utulivu, heshima na unyenyekevu wakati wote ambao nitakuwa nikitimiza majukumu yangu wakati wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wageni wetu wote ambao wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani katika ukumbi huu. Karibuni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa wingi wa watu hawa ni ishara tosha ya kuonyesha shukrani ya upendo wetu na uwajibikaji kwa majonzi ya furaha na iona Tanzania mpya ikiendelea kujengwa, ambayo itaishia katika misingi ya chama chetu pendwa cha Chauma, kama ambavyo mwenyekiti wetu ametoka kueleza kwenye hotuba yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nilipokutana na misukosuko na dhoruba kali huko nilikotoka, nilimuomba Mwenyezi Mungu anijalie hekima ili niweze kufanya maamuzi sahihi. Wapi naweza kupata utulivu wa nafsi? Hakika naweza kusema utulivu huo nimeupata ndani ya Chauma. Mheshimiwa Mwenyekiti, Chauma ina malengo na madhumuni yake tangu ilipoasisiwa, na chama hiki kimeendelea kuishi katika malengo hayo. Malengo hayo ni kwa mujibu wa katiba yake ambayo ni kama ifuatavyo: 1. Kuwalinda raia na kujenga taifa lenye umoja kwa maslahi ya watu wote, kuhakikisha haki na usawa kwa raia wote na kuhakikisha kuwa kila mtu ana haki mbele ya sheria. 3. Ni kujenga taifa la ustawi kulingana na utajiri ambao Mwenyezi Mungu ametujalia katika taifa hili. 4. Ni kujenga jamii ambayo itaendeshwa kwa misingi ya demokrasia, utawala bora, uwazi na uwajibikaji unaoheshimu haki za binadamu kama ilivyokusudiwa na Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakika malengo haya yamekuwa sababu ya kivutio kikubwa kwangu mimi mwenyewe kujiunga na chama hiki, na ninaamini hata ninyi mlioko hapa mmevutiwa na malengo ya chama hiki, na ndio maana mko hapa maelfu mkiwakilisha mamilioni ya watu ambao wako nyuma yetu. Karibuni sana, tupambane kuhakikisha malengo haya yanatimia, na hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha madhumuni ya chama hiki ni pamoja na yafuatayo: 1. Ni kupokea hatamu ya uongozi wa dola kutoka kwa wananchi kwa njia ya uchaguzi huru na haki. 2. Kujenga demokrasia ya ukweli ya kijamii yenye kufuata misingi ya utawala bora na kuheshimu haki za binadamu. 3. Kuhakikisha na kutetea dhana ya kuwa umma ndio chimbuko la mamlaka ya dola na maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni pamoja na jamii yetu. 4. Ni kuzingatia mahitaji maalum ya watoto, wanawake, wazee na wenye ulemavu katika maendeleo na kuwalinda dhidi ya uovu wanaoweza kutendewa ili waweze kujiendeleza na kushiriki katika shughuli mbalimbali katika ujenzi wa taifa lao. 5. Kuheshimu kazi na shughuli halali za watu binafsi katika nyanja zote za kijamii, kiuchumi katika kulijenga taifa letu. 6. kuwa na uongozi ambao unaheshimu watu wake,
katiba ya nchi na utawala wa sheria. 7, kuhakikisha kuwa serikali ya Chauma inasimamia kikamilifu na kuweka mazingira bora na endelevu kwa kila mwananchi kufanya kazi kwa bidii ili kujiletea maendeleo endelevu. 8, kutoa kipaumbele na upendeleo wa makusudi kwa wananchi ambao wako nyuma kimaendeleo kutokana na sababu mbalimbali ambazo ziko nje ya uwezo wao na hatimaye kuiwainua katika maisha yao. Na 9, kuwa na tasnia huru ya habari. 10 ni kuweka mazingira safi na salama, kulinda na kutunza mazingira yetu kwa faida ya kizazi hiki cha sasa na kizazi kijacho. 11 ni kujenga jamii isiyo na ubaguzi wa rangi, dini, kabila, jinsia au kipato. 12 ni kuwa na mahakama huru zenye mamlaka ya kutoa haki kwa wananchi wote bila kujali hali na hadhi zao za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hayo ndio madhumuni ya chama chetu na hakika yanavutia sana, na ndio maana sote tuko hapa kwa sababu tunataka kujenga taifa la namna hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, walioko madarakani wameshindwa kujenga taifa la namna hii, na ndio maana tumejumuika hapa kuhakikisha kuwa kwa umoja wetu tunajenga taifa la aina hii, na hii ndio maana ya chama cha siasa, na hii ndio tofauti ya chama cha siasa na kikundi cha wanaharakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati natafakari niende wapi, niliposoma katiba ya chama chetu, nilivutiwa sana na sifa ya kuwa mwanachama wa Chauma ambayo ipo katika ibara ya 10B ya katiba yetu ambayo inasema kuwa ni pamoja, ili uwe mwanachama lazima awe anayeamini uwepo wa Mungu, na hiki ni chama ambacho kila Mtanzania anayeamini uwepo wa Mungu anapaswa kujiunga na chama hiki, na sijui kuna chama kingine, na sijui kama kuna chama kingine kimeweka sifa hii kwenye katiba yake, na kuwa kama mtu haamini uwepo wa Mungu basi anakosa sifa ya kujiunga na chama hiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini sote tuliopo hapa tumevutiwa na sifa hii, na ndio maana tupo hapa. Twendeni tukawatafute wale wote ambao wana sifa hii ili waweze kujiunga na chama hiki kwa maslahi mapana ya taifa letu na ulimwengu kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, na wakaribisha Watanzania wote wajiunge pamoja katika chama hiki ili kwa pamoja tuweze kujenga taifa hili kwa ustawi wa taifa letu. Kipekee kabisa naomba niwakaribishe wanawake wote kujiunga na jeshi hili la ukombozi ambalo limeweka wazi kuwa litakuwa tayari kulinda na kuheshimu haki za wanawake na watoto wetu. Twendeni tushiriki uchaguzi huru, tukapiganie mabadiliko ambayo tunaamini tutayapata tukiwa ndani ya uwanja huu, na kama hatuwezi kushinda vita tukiwa nje ya ulingo, na hatuwezi kuchukua kombe kama tumeondoa timu uwanjani. Twendeni katika uwanja kwa ajili ya mapambano. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee kabisa na wakaribisha wanawake wote wajiunge na jeshi hili la ukombozi ambalo limeweka wazi kuwa litakuwa tayari kulinda na kuheshimu haki za wanawake na watoto wetu. Twendeni tukashiriki uchaguzi huru huku tukipigania mabadiliko ambayo tunatamani kuyapata tukiwa ndani ya uwanja. Kamwe huwezi kushinda vita ukiwa nje ya uwanja. Huwezi kuchukua kombe ukiwa umeondoa timu uwanjani. Twendeni katika uwanja wa mapambano. Mheshimiwa Mwenyekiti, wapenda mabadiliko wote tunawakaribisha tuingie uwanjani kwa pamoja
Hatuwezi kutafuta mabadiliko tukiwa sio sehemu ya mchezo. Hatutafanikiwa, na tunaamini kuzuia au kususia uchaguzi ndio njia sahihi ya kutafuta mabadiliko au reforms kwenye taifa hili. Kwani katika historia hakuna popote, hakuna nchi yoyote ambayo imewahi kufanikiwa kuzuia uchaguzi. Kitu pekee tunachoweza kuzuia uchaguzi, kitu pekee ambacho kinaweza kikazuia uchaguzi pengine ufanyike au kuwepo na vita, na kinyume na hapo huwezi kuzuia uchaguzi kwa namna yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa hakuna vita, twendeni kwenye mapambano tukapambane. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe wa mkutano huu, baada ya kuyasema hayo kwa heshima na taadhima, ninawashukuru sana. Mimi ni Devota Minja, kaimu makamu mwenyekiti Tanzania Bara.